Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka Tanzania. Jina langu naitwa mpekuzi.com na kazi yangu ni moja tu, kukusogezea habari za kimichezo zinazojia hapa Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kimeendelea na kuweka juhudi, na huku taarifa za awali zikisema kwamba uwanja wa Benjamin William Mkapa umeweza kufungiwa kwa mechi za ligi kuu Tanzania bara, isipokuwa ni ile michezo ya dabi. Mfano dabi ya Simba na Yanga utapigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, lakini mchezo wa Simba na pamoja na timu ndogo ndogo, mfano wa Simba dhidi ya JKT, Yanga dhidi ya Namungo, michezo hiyo haitapigwa katika uwanja huo wa Benjamin William Mkapa. Tafsiri ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa utapigwa kwenye ile michezo mikubwa, hususan michuano ya kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika. Baada ya mchakato huo, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo chini ya Katibu Mkuu Gerson Msigwa, taarifa hiyo iliweza kutolewa. Sasa rasmi Simba baada ya kupokea hiyo taarifa kwamba wao kuto kutumia uwanja Benjamin William Mkapa katika michezo yao ya ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine isipokuwa michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Simba wamepiga hodi mpaka katika viwanja vya Azam Complex kwenda kutumia uwanja huo kama uwanja wao wa nyumbani kuelekea msimu huu, msimu unaoendelea raundi ya 3, ambapo Simba rasmi umeenda kutangaza uwanja wa Azam Complex kwenda kutumia kama uwanja wao wa nyumbani. Hapo awali Simba walikuwa wakiutumia uwanja wa KMC Mwenge jijini Dar es Salaam, lakini kwa sababu tu ambazo zilizoweza kupelekea rasmi Simba wameagana kwenda kutumia uwanja huo wa KMC, kwa sababu wamesema kwamba wao hawawezi kucheza sehemu moja na wapinzani wao. Hapo awali Simba walikuwa wakiutumia uwanja wa Azam Complex, lakini baadaye wakawaachia Dar es Salaam. Hapo Simba wakawa wanautumia uwanja wa Uhuru Shambara Bibi, na baada ya hapo kwa mambo magumu Simba walielekea mpaka kule mkoani Morogoro katika uwanja wa Jamhuri pale Manungu, lakini pia mambo yakawa magumu, na baada ya hapo Simba wakarejea katika uwanja wa Mwenge. Sasa rasmi Simba wametangaza kwamba wao wataendelea kwenda kutumia uwanja wa Azam Complex kama uwanja wao wa nyumbani, kwa sababu uwanja huo ziko taarifa zikisema kwamba hautakuwa na migogoro, kwa maana kwamba hakutakuwa na muingiliano, kwa sababu Azam wenyewe ndio ambao wanaotumia uwanja huo. Kwa hiyo hawatakuwa na ratiba kubwa, kwa maana kwamba hakuna timu nyingine ambayo inaotumia uwanja huo wa Azam Complex. Lakini pia mara kwanza walisema kwamba wanaenda kutumia uwanja wa Jenerali Isamuyo, lakini tu kwa taarifa tu ambazo nilizokutana nazo kwamba wao wamesema kwamba pia nao hawawezi kwenda kutumia uwanja huo Jenerali Isamuyo kwa sababu ambazo wao wanazozijua. Hii pia imekaaje kwa mashabiki Simba kufurahi kwenda kutumia uwanja wa Azam Complex ukiwa ni nyasi bandia lakini ile grade 1. Kwa hiyo taarifa ndio iko hivyo. Lakini pia kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kinatarajia kuingia kambini siku ya kesho Jumatatu, ikiwa ni Oktoba 6 ya mwaka 2026. Lengo la Simba kuingia kambini, na siku za hivi karibuni walikuwa wamevunja kambi. Kila mchezaji mwenye kwenda katika majukumu ya timu ya taifa wamekwenda, na wale ambao waliosalia kutokuitwa katika majukumu ya timu ya taifa wao walikuwa katika misele yao, kwa maana kwamba walikuwa na familia yao. Sasa rasmi Simba kesho wanaingia kambini, na yote hayo ni maandalizi kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Simba watacheza na Singizini raundi ya pili, kwa maana kwamba preliminary 2 kwenye mchezo hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Hiyo ndiyo taarifa ambayo na huku kocha mkuu wa kikosi hiko Dimitar Patev tayari ameshawasili nchini Tanzania, na yeye yuko tayari kabisa kwenda kuwafanya wachezaji kuwa bora zaidi, na ameahidi kutoa mapendekezo yake, kwa maana kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko, lakini pia tu sio mbali tu kwenda kufanya maboresho, ni kwenda kuitengeneza Simba ile kuwa bora zaidi msimu unaoenda
unaoendelea kwa hivi sasa. Lakini kocha Dimitar Patev ameeleza kwamba anahitaji muda kukijaribu kukitazama kikosi, lakini pia anahitaji maendeleo mazuri kwa wachezaji hao. Acha kwanza aone vile ambavyo atakavyoelekeza, na kama haitakuwa ni mwendelezo mzuri, kwa maana kwamba kutokuelewa kwa kile ambacho wanachoelekezwa kwa wachezaji hao, ndio yeye atachukua maamuzi ya kuenda kuwatafuta wachezaji wengine. Tafsiri ya meneja kwa maana kwamba kocha Dimitar Patev yeye atakuwa mratibu wa klabu nzima ya klabu ya Simba Sports Club. Tafsiri ni kwamba yeye ndiye atakuwa mratibu kwa kuhakikisha wachezaji, kuhakikisha timu zote za Simba iwe madaraja ya kati pamoja na madaraja mengine, wao ndio atakuwa anahusika kwa namna moja ama nyingine. Ndio kitu ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Hii ni Game On. Mimi naitwa Mpekuzi.com, lakini maandalizi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba yakiendelea kuwa mazuri zaidi na kila kitu kinaenda katika mstari ulio nyooka kweli kweli. Hii ni Game On bibi. Na baada ya hapo kwa mambo magumu, Simba walielekea mpaka kule mkoani Morogoro katika uwanja wa Jamhuri pale Manungu, lakini pia mambo yakawa magumu. Na baada ya hapo Simba wakarejea katika uwanja wa Mwenge. Sasa rasmi Simba wametangaza kwamba wao wataendelea kwenda kutumia uwanja wa Azam Complex kama uwanja wao wa nyumbani, kwa sababu uwanja huo ziko taarifa zikisema kwamba hautakuwa na migogoro, kwa maana kwamba hakutakuwa na muingiliano, kwa sababu Azam wenyewe ndio ambao wanaotumia uwanja huo. Kwa hiyo hawatakuwa na ratiba kubwa, kwa maana kwamba hakuna timu nyingine ambayo inaotumia uwanja huo wa Azam Complex. Lakini pia mara kwanza walisema kwamba wanaenda kutumia uwanja wa Jenerali Isamuhyo, lakini tuko taarifa tu ambazo nilizokutana nazo kwamba wao wamesema kwamba pia nao hawawezi kwenda kutumia uwanja huo Jenerali Isamuhyo kwa sababu ambazo wao wanazozijua. Hii pia imekaaje kwa mashabiki Simba kufurahi kwenda kutumia uwanja wa Azam Complex ukiwa ni nyasi bandia, lakini ile grade 1. Kwa hiyo taarifa ndio iko hivyo. Lakini pia kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kinatarajia kuingia kambini siku ya kesho Jumatatu, ikiwa ni Oktoba 6 ya mwaka 2026. Lengo la Simba kuingia kambini, na siku za hivi karibuni walikuwa wamevunja kambi. Kila mchezaji mwenye kwenda katika majukumu ya timu ya taifa wamekwenda, na wale ambao waliosalia kutokuitwa katika majukumu ya timu ya taifa, wao walikuwa katika misele yao, kwa maana kwamba walikuwa na familia yao. Sasa rasmi Simba kesho wanaingia kambini, na yote hayo ni maandalizi kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Simba watacheza na Singizini raundi ya pili, kwa maana kwamba preliminary 2 kwenye mchezo hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Hiyo ndiyo taarifa ambayo na huku kocha mkuu wa kikosi hiko Dimitar Patev tayari ameshawasili nchini Tanzania, na yeye yuko tayari kabisa kwenda kuwafanya wachezaji kuwa bora zaidi, na ameahidi kutoa mapendekezo yake, kwa maana kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko. Lakini pia tu sio mbali tu kwenda kufanya maboresho, ni kwenda kuitengeneza Simba ile kuwa bora zaidi msimu unaoendelea kwa hivi sasa. Lakini kocha Dimitar Patev ameeleza kwamba anahitaji muda kukijaribu kukitazama kikosi, lakini pia anahitaji maendeleo mazuri kwa wachezaji hao. Acha kwanza aone vile ambavyo atakavyoelekeza, na kama haitakuwa ni mwendelezo mzuri, kwa maana kwamba kutokuelewa kwa kile ambacho wanachoelekezwa kwa wachezaji hao, ndio yeye atachukua timu nyingine ambayo inaotumia uwanja huo wa Azam Complex. Lakini pia mara kwanza walisema kwamba wanaenda kutumia uwanja wa Jenerali Isamuhyo, lakini tuko taarifa tu ambazo nilizokutana nazo kwamba wao wamesema kwamba pia nao hawawezi kwenda kutumia uwanja huo Jenerali Isamuhyo kwa sababu ambazo wao wanazozijua. Hii pia imekaaje kwa mashabiki Simba kufurahi kwenda kutumia uwanja wa Azam Complex ukiwa ni nyasi bandia, lakini
ile grade 1. Kwa hiyo taarifa ndio iko hivyo, lakini pia kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kinatarajia kuingia kambini siku ya kesho Jumatatu, ikiwa ni Oktoba 6 ya mwaka 2026. Lengo la Simba kuingia kambini, na siku za hivi karibuni walikuwa wamevunja kambi. Kila mchezaji mwenye kwenda katika majukumu ya timu ya taifa wamekwenda, na wale ambao waliosalia kutokuitwa katika majukumu ya timu ya taifa, wao walikuwa katika misele yao, kwa maana kwamba walikuwa na familia yao. Sasa rasmi Simba kesho wanaingia kambini, na yote hayo ni maandalizi kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Simba watacheza na Singizini raundi ya pili, kwa maana kwamba preliminary 2 kwenye mchezo hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Hiyo ndio taarifa ambayo na huku kocha mkuu wa kikosi hiko Dimitar Pantev ameshawasili nchini Tanzania, na yeye yuko tayari kabisa kwenda kuwafanya wachezaji kuwa bora zaidi, na ameahidi kutoa mapendekezo yake, kwa maana kwamba anahitaji kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko, lakini pia tu sio mbali tu kwenda kufanya maboresho, ni kwenda kuitengeneza Simba ile kuwa bora zaidi msimu unaoendelea kwa hivi sasa. Lakini kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba anahitaji muda kukijaribu kukitazama kikosi, lakini pia anahitaji maendeleo mazuri kwa wachezaji hao. Acha kwanza aone vile ambavyo atakavyoelekeza, na kama haitakuwa ni muendelezo mzuri, kwa maana kwamba kutokuelewa kwa kile ambacho wanachoelekezwa kwa wachezaji hao, ndio yeye atachukua